Karibu katika channel yetu ya Hastenic Production, upate movies na simulizi kali kutoka hapa. Usisahau na kudondosha komenti yako hapo chini. Tuanze ikiwa kitu kinaitwa Bongo Robot. Sehemu ya kwanza, kifo na kuzaliwa upya. Mwaka ni 2078. Tanzania imebadilika. Jiji la Dar es Salaam, lililokuwa na mchanganyiko wa tamaduni na biashara, sasa limejaa majengo marefu yenye mwangaza wa neon, magari yanayoruka juu ya barabara za chini, na mitaa inayojaa kamera za ufuatiliaji kila kona. Lakini nyuma ya maendeleo haya, uhalifu umeenea kwa kiwango cha kutisha. Magenge yenye silaha za kisasa yanatawala mitaa, na hata polisi wa kawaida hawawezi kuwazuia. Katika jiji hili lenye giza, Inspekta Juma Mwinyi alikuwa mmoja wa maafisa wa polisi wachache waliobaki na moyo wa uzalendo. Alikuwa ameshuhudia askari wengi wakinunuliwa na magenge ya kihalifu, lakini yeye aliamua kubaki mwaminifu kwa kiapo chake cha kulinda raia. Siku moja, Juma na kikosi chake walipokea taarifa kuwa genge hatari la Black Scorpions lilikuwa likijificha katika viwanda vilivyoachwa Kigamboni. Genge hilo liliundwa na wahalifu waliotumia silaha za kibioteki, mchanganyiko wa mashine na binadamu. Juma alijua kuwa kazi hii ilikuwa hatari, lakini hakuwa na hofu. Aliongoza timu yake na kuingia kwenye eneo la viwanda, huku drones zikipeperuka angani zikiwapa mwangaza wa infrared. Walipoingia ndani ya ghala kubwa, milio ya risasi ilianza kutawala hewa. "Jihadharini!" Juma alipiga kelele huku akichutama nyuma ya kontena la chuma. Risasi zilipiga ukutani na cheche zikaruka hewani, lakini haikutosha. Genge hilo lilikuwa limejiandaa. Walitumia roboti za kivita zilizojengwa na mafundi haramu wa teknolojia. Moja ya mashine hizo, iliyokuwa na mikono yenye misuli ya chuma na macho mekundu yaliyong'aa gizani, ilimshambulia Juma. Hakuwa na nafasi. Risasi zilimpiga kifuani na damu ilimwagika sakafuni. Alijaribu kuinuka, lakini mwili wake ulikuwa hauwezi tena. Kilichoonekana kama sekunde chache kwa akili yake, kilikuwa ni masaa kadhaa baadaye. Juma alifungua macho. Mwanga mkali ulimpiga usoni. Alijaribu kuinua mkono wake, lakini haukuwa mkono wake wa kawaida. Ulifunikwa na chuma chenye rangi ya kijivu kilichong'aa. "Kuna nini?" Alijaribu kuzungumza, lakini sauti yake ilikuwa nzito kama ya mashine. "Mwinyi, umeokolewa," sauti ilisikika kutoka kona ya chumba. Alipotazama vizuri, aliona mwanamke aliyekuwa na koti jeupe la maabara. Alikuwa Dr. Asha Malik, mtaalamu wa bioteknolojia aliyefanya kazi kwa serikali. "Ulikuwa karibu kufa, lakini tulikutengeneza upya," alisema huku akibonyeza skrini ndogo. "Sasa wewe ni Bongo Robot, askari wa kwanza wa Cyborg Tanzania." Juma alishusha pumzi nzito. Akili yake ilikuwa bado inajaribu kuelewa kile kilichotokea. Alitazama mwili wake, mikono yake ilikuwa ya chuma, miguu yake ilikuwa imeimarishwa kwa teknolojia ya hali ya juu, na ndani ya macho yake mfumo wa kuona wa infrared ulianza kufanya kazi. "Hii ina maana gani?" aliuliza. "Inamaanisha sasa una nguvu zaidi, kasi zaidi, na hauwezi kushindwa kirahisi, Dr. Asha alisema. "Lakini bado unayo akili yako. Wewe ni binadamu, lakini pia mashine." Juma aliinama akifikiria. Aliweza kuhisi moyo wake ukidunda kwa sauti ya chuma. Kitu kimoja kilikuwa wazi, Black Scorpions walidhani walimuua, lakini sasa alikuwa amerudi. Na safari hii, alikuwa hatari zaidi kuliko walivyowahi kufikiria. Umeionaje mpenzi mtazamaji wetu? Usikose sehemu ya pili. Pia usisahau kulike na kucomment hapo chini. Tukutane mara nyingine tena. Kwa mwanadeshi kwanza wa Kitanzania, robot kutoka ubinadamu mpaka roboti. Usikose kufuatilia hapa Hastenic Production. Binadamu mpaka roboti. Usikose kufuatilia hapa Hastenic Production. Robot wahalifu, shambulia wahalifu. Kwa mwanajeshi wa kwanza wa Kitanzania, robot kutoka binadamu mpaka roboti. Usikose kufuatilia hapa Hastenic Production.